mpaka mstari wa mwisho wa hiyo chapter wa 22. Kama kuna mwenye amepata anaweza tusomea. Waraka wa pili wa Petro, mlango wa pili. Kila mtu amepata? Twende pamoja. Kila mtu amepata? Haya, acha tusomee. Waraka wa pili wa Petro, mlango wa pili, mstari wa 18 unasema hivi: maana wakinena maneno makuu mno ya kiburi kwa tamaa za mwili na kwa ufisadi wahadaa watu walioanza kuwakimbia wale wanaoenenda katika udanganyifu, wakiwahaidia uhuru, nao wenyewe ni watumwa wa uharibifu. Maana mtu akishindwa na mtu huwa mtumwa wa mtu yule. Kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Maana ingekuwa heri kwao kama wasingaliijua njia ya haki, kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. Lakini imetukia kwao sawasawa na ile mithali ya kweli: mbwa ameyarudia matapiko yake mwenyewe, na nguruwe aliyooshwa amerudia kugaagaa matopeni. Baba, ni asante kwa ajili ya neno lako. Patie hekima na uzungumzaji unaotokana na mafuta yatokao kwako. Asante kwa sababu ya nafasi hii umeitoa kaweze kusimama madhabahuni haya. Sichukulii kuwa ni rahisi wala ni kawaida, ila imegharimu mkono wako. Kwani kuna wengi wamelala, kuna wengi ambao hawawezi mahali walipo, kuna wengi ambao ni vipofu hawaoni, wengine ni viwete, lakini Bwana, neema yako ikaweza kuniwezesha na kusimama mbele yako. Ninakushukuru Mungu wa mbinguni. Wacha damu yako Yesu ikanene mema juu ya sote tulio hapa, ukatukirimie, na unapoongea nasi Bwana, wacha kile cha sawa cha kukemea na kurekebisha kikaweze kunena kupitia kwako. Najua mimi ni chombo chako tu, ila tu wewe ndio utakayeongea, ndio utakayefundisha, utakayekemea na kurekebisha. Na ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko ndio hayo tumeyasikia, tumesomewa, na kama ulikuwa hujapata kusikia maandiko kama hayo, nafikiri leo umeyasikia. Wengi wanajua yale maandiko yanayosema mtu akiokoka na akarudi nyuma, basi wale majini yaliyotoka ndani yake huwa kama ni moja, huenda ikaita wengine 7 na wakarudi. Wakati wewe umeokoka na vitu ambavyo vilikuwa vimeambatana na wewe katika maisha, unapookoka, maandiko yanasema moyo wako umeambatana na Mungu, maisha yako yameambatana na Mungu. Na kwa hivyo wakati umeokoka, moyo wako huwa umekuwa msafi. Kwa hivyo Roho wa Mungu huwa anapata mahali ambapo anajenga hekalu lake ndani ya moyo wako, na anapojenga hekalu lake hivyo, wewe utakapokuja urudi nyuma, uanguke, uachane na ule wokovu, kuna maroho ambayo yalitoka ndani yako na huwa yako jangani yakitangatanga, mengine yako baharini, mengine yako milimani. So huwa yanaenda, na yakienda huko, wakati umeanguka na umerudi nyuma tena, na wao huwa urudi kuja kuangalia kama kuna nafasi ndani ya ule moyo, na kama kuna nafasi huwa basi yanaitana, yanakuja pamoja na watoto wao. Tena maandiko yanasema wao wanaitana 7,
anao 7, hujui kwamba wana watoto wao ama hawana watoto, wanakuja na wanaweza kuvamia yule mwanadamu. Ndio maana maandiko yanatuambia wazi, yule aliyekuwa anajua zile njia za haki, zile njia za sawa za kumtumikia Mungu, na akaziacha zile njia, maandiko yanasema kwamba hata heri angezijua zile njia safi, hata heri angejua kutenda yale mema, kwa sababu atakapoacha ile njia, maisha yake huwa mabaya zaidi. Kile kitu anachokifanya kingemfaidi, hicho kitu umuondokea, na hali yake ikawa hatari zaidi, hali yake ikawa mbaya zaidi. Kwa hivyo ni kitu ambacho si kitu ambacho ni cha kuweza kutakia mwanadamu yoyote. Sio kitu ambacho ungefurahia mwanao awe, mama yako akapatikane na jambo hili kama hilo, baba yako akapatikane na jambo kama hilo. Maandiko yanatuambia vizuri katika hicho kitabu tumesoma, Petro wa pili, tulisoma ni Petro wa pili, mlango huo wa pili. Ukisoma kuanzia mstari 18 ukiingia pale 19, 20, inazungumza juu ya kuwa kujichafua kama vile nguruwe aliyeoshwa akawa msafi, aliyeoshwa akawa mweupe vizuri, ana uchafu wowote. Maandiko yanasema anayerudi nyuma, anayeacha njia ya haki, huwa zaidi ya huyo nguruwe, na ana tofauti pia na huyo nguruwe aliyeoshwa na ametoka na ameenda kuingia tena kwa uchafu. Yaani unaonekangana kitu kisichoeleweka katika dunia, na ndio mara nyingi tunaonywa sana sisi tukaweze kutofautiana na watu wa dunia hii. Amen. Tukaweze kuwa mwangaza, maana kuna giza na wewe si wa giza. Giza ni ya mwizi, giza ni ya mharibifu, giza ni ya muuaji, maana Yohana 10:10 inasema mwizi haji ila kwa kuua, kuiba na kuharibu. So kuna vitu ambavyo katika ulimwengu wa giza vinavyoendelea gizani. Wewe kama mwana nuru, ile nuru yako isipong'aa, kile ambacho Mungu alichopanda ndani yako kisipong'aa, tuko katika siku za hatari. Tunaishi siku za hatari. Mtahubiriwa injili ni sawa, lakini kuna kitu kimoja nataka nikwambie leo. Maisha si yangu, maisha ni yako. Amen. Kuomba si kwangu, kuomba ni kwako. Kumpenda Mungu ni kwako, kwako wewe, si kwangu. Mimi nitampenda Mungu kivyangu, nitaomba kivyangu, nitasifu kivyangu, na nitamtafuta Mungu kivyangu. Na siku yangu ya kuondoka duniani hii ikifika, nitaondoka peke yangu. Sitaenda na jirani ati kwa kuwa jirani tulikuwa tunadaiana, kwa hivyo lazima twende tukalipania huko. Hakuna.